Kwenye Insta story ya Roma Mkatoliki ameendelea kutoa dozi kama kawaida yake. Kwa sasa Roma bwana amekuwa ni kama mchambuzi wa mziki na wa wasanii, kama anavyofanya podcast ya Msema Kweli ambaye ni Suma Mnazareti. Kwa sasa bwana hawa marapa wamekuwa ni wachambuzi na wamekuwa ni watu ambao wamekuwa wakiwa-attack sana wasanii wa Bongo Flava. And of course bwana, kwa Roma nafikiri mziki unaweza kama umemshinda, na ndio maana kwa sasa anaamua tu awe anachambua mambo mbalimbali ya wasanii. Of course bwana amemgeukia Harmonize na kuzungumza kwa urefu kidogo na mapana, ili mradi pia Watanzania wapate kuelewa kwamba kilichozungumzwa na Baba Levo kwamba Harmonize kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye anacheza sana kamari na maisha yake yanaweza kapotea sana kwenye mziki. Lakini pia tukifuatilia kwamba kwa huyu Harmonize mziki wake umedrop kwa kiwango kikubwa sana. Yani ule umaarufu wa zamani wa Harmonize na umaarufu wa sasa ni vitu tofauti, na ndio maana kuna fact moja ambayo alizungumza Suma Mnazareti na ninaiunga mkono. Ni hoja ambayo alisema kwamba kwa sasa the way ambavyo Juksi amekuwa kitunza sana brand yake na mziki wa Juksi kwa sasa na ukamweka Harmonize, basi Juksi anaweza akawa ni msanii mkubwa sasa hivi zaidi ya Harmonize. Huu ni uhalisia na ni ukweli ambao unaweza ukawa ni mchungu. Yote ni kwa sababu gani? Brand, lakini pia na kuzingatia baadhi ya vitu ambavyo havina maana kuvifanya na kuvizungumza. Sasa kwa issue ya Harmonize kuonekana kwamba labda yuko kasino anacheza kamari, ni maneno ambayo aliyazungumza Baba Levo, lakini kwa kupitia nukuu ya Roma kwenye ukurasa wake wa Instagram, kwa kupitia Insta story aliweza kumshauri na kumwambia na kumchana live bila chenga Harmonize kwamba mziki wake umedrop kiwango kikubwa, inabidi ashtuke mapema na ajue kabisa kwamba ana nafasi kubwa sana ya kuomba msamaha mashabiki, lakini pia kama kutakuwa na uwezekano pia wa kujigenerate tena, yani kufanya kazi, kutulia, kwa sababu kama ni mwanamke ameshampata. Kwa hiyo hakuna haja ya kwanza kuzungumza na kwanza pia kuonekana kama labda ni mtumwa wa mapenzi. And of course Harmonize kwa sasa amekuwa ni kama mtu ambaye anashikiliwa sana na kuimiliwa sana na swala zima la mapenzi. Kwa hiyo nafikiri si sahihi. Mashabiki wanataka mziki mzuri, mashabiki wanatamani sana kumuona Harmonize anapiga hatua, lakini sio Harmonize ambaye kwa sasa amekuwa ni mtumwa wa mahusiano. Kwa nafikiri ni issue ambayo pia Harmonize inabidi ashtuke sana, na ndio maana pia wakubwa kama kina Suma Mnazareti ambao pia wamekuwa kwa sasa ni wasema kweli, hata kama licha ya kwamba kuna watu wanazungumzia kwamba mziki umewashinda, ndio maana Suma Mnazareti kaamua kufungua podcast ya Msema Kweli. Lakini pia Roma Mkatoliki pia na yeye mziki umemshinda, ndio maana ameamua sasa hivi kuwachamba wasanii na kuwazungumzia. Kwa nafikiri kila mmoja anazungumza kwa upande wake, lakini all in all ni kwamba ukweli siku zote huaga unauma. Haijalishi kwamba Suma Mnazareti atazungumza nini ama Roma Mkatoliki atazungumza nini, lakini Harmonize kwa sasa inabidi abadilike. Yani ajue kabisa kwamba mashabiki wanamhitaji. Juksi amemwacha sasa hivi kwenye gap fulani hivi Harmonize, na huu ni uhalisia na ni ukweli. Kwa takwimu Juksi kwa sasa ni msanii mkubwa zaidi ya Harmonize kwa sababu ya huu ujinga ambao Harmonize amekuwa kiuendekeza wa makamali, lakini pia na swala zima la kuwa mtumwa wa mapenzi na sio kuwa mtumwa